Kwa hiyo mwana wa Mungu, nilivorudi nyumbani sasa, yule kijana akabaki, nikaenda kwa yule mganga. Nikamwambia sasa usawa 2007. Sasa tunafanyaje sasa ikafara? Unaweza ndamtoa nani? Mke wangu, mtoto wao kwenye wada. Nikamwambia usijali. Na hivi nimegoma, yamkini kafara hapa ili uokoke ni kafara tu. Basi nikasema okay. Sasa wakati wanaanza kufanya vile, ile duka sasa uzeni, wakaendelea kuuza, nikapata kwenye duka kama milioni 2. Yule alikuwa anadai milioni 1 sehemu, nikampunguzia. Nikasema acha ninunue nyumba ambayo ndio hapa Msumbiji sasa ninapoishi. Angalau niwe naiangalizia duka langu kwamba nilinunua nyumba, maana ikawa mji wa pili. Kwamba nilinunua nyumba kwenye hela yangu ya duka nilofungua kupitia yule mganga na yule mtu wa nasio asenijua aliyenipa mali. Nikanunua nyumba hapo. Nyumba nikamilika, ndogo lakini haikuwa kubwa kama nilikuwa naishi, ilikuwa ndogo tu. Nikaiacha hapo. Sasa wakati ninarudi tena nikakuta kuna muhadhara Waislamu na Wakristo. Wakuwa nasema, je, Yesu ni Mungu au sio Mungu? Ndio ilikuwa somo la ambalo hiyo ni somo la Wakristo na Waislamu. Wao wamekuja na mada, je, Yesu ni Mungu? Na Wakristo nao walikuwa na somo lao linasema, je, Nabii Muhammad, je, ni nabii wa kweli? Kwa hiyo na wao wanakuja na la kwao, wao wanakutana pale. Kwa kila wahadhiri wanapewa muda wao wa kutoa maandiko na kila kitu, na kisha wanakuwa watu wanauliza maswali, wanaulizana wale wao wahadhiri kwa wahadhiri, watu wanasimama kujibu. Sasa nikavutika kukaa hapo. Sasa mmoja akauza, je, huyu Yesu ni Mungu kweli? Mungu analala usingizi? Mungu anafanya nini? Sisi Mungu huyu anaonekana kwa mtumbo amelala. Mnamtaja Mungu nyewe wa Kristo mkoje? Sisi tunajua Mungu ni mmoja, Mwenyezi Mungu tu pekee, hakuna mwingine. Alipokuja kujibu zile hoja za Muislamu, alikuwa ni kijana sana nimpenda, alikuwa anaitwa Ernest. Akadhibitisha kwa maandiko mengi ukuu wa Yesu na umungu wa Yesu. Hapo ndipo nilipenda sana. Kwanza akatumia ile Mathayo sura ya kwanza mstari ule wa 20 na 21. Pale Yusufu alipotaka kumwacha Mariamu mkewe, akasema, malaika akamtokea katika ndoto akamwambia, usimwache Mariamu mkeo, kwa kuwa mimba aliyoibeba hii kwa uwezo wa Mtakatifu, na atakayezaliwa huyu ataitwa Yesu. Biblia inaitwa Emmanuel, maana yake Mungu pamoja na wanadamu, au ni Mungu atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Sasa alipotoa ile andiko, anasema kumbe sifa ya huyu jamaa, maana Biblia inasema huyu anaweza hata kuwa Mungu pamoja na wanadamu, lakini Qur'ani huko. Basi likawa linaingia kichwani, sasa na wazi na kuaje hapa. Kwa baadaye mada ukaisha. Sasa nilirudi kisiwani, sasa nikakuta mafuta yamepanda sana. Kwa hiyo nikaingia deni sheli, kuna sheli za visiwani huko. Basi hivyo nikabidi nifunge ile kambi. Mbona sasa nimepoteza mpaka duka langu limeshindwa, basi ni invest kwenye eneo moja tu. Sasa huko biashara ya duka imeendelea inashuka, lakini kuna hela ambayo nilikuwa nishaitoa, sasa vibaki kidogo sana. Hivyo ndio ile nyumba, yani baki kama sasa kibanda sio duka. Basi niambia basi hiki nitakikuza. Kwa kuwa naelekea kwenye kafara, nitapambana kinisogeze nifike pale. Sasa wakati sasa nafike 2007. Nafikiri Krismasi ile. Nikasikia twende tusherekee na mke wangu na wale ndugu zangu. Yaani kama ninawaaga mmoja wao nitamchomoa mwaka huo. Yaani iwe kama sherehe yake ya mwisho. Sasa na Waislamu washerekei sikukuu ya Krismasi. Kwa hiyo tusherekee ule mwaka mpya ule. Tukaenda pale. Lakini kwamba kwanza bwana kanisa tukaenda kwenye hoteli ambayo inachoma kitimoto. Nilikuwa na shemeji yangu mmoja ni Mwarabu. Sababu upande wa mke wangu kule kuna Waarabu humo. Kuna jinsi walivyoingia kwenye familia yao, sitaki kueleza hilo. Sasa yule Mwarabu anambia, mimi nimesema lakini napigaga kitimoto bwana. Tupige kitimoto tamu. Kwa hiyo tukachomesha kitimoto karibu 30 hivi, kama saa 40. Na hapo tayari yale shea na ua pamoja na kwamba Yesu ni Mungu, na mara Qur'ani ilishuka, ingeshuka ikaratasi makafiri wangesema ni uchawi, bado ni kirara huwa yananigonga kichwani,
na nakuwa nahisi kuna kitu ambacho kuna kitu nilikuwa nikione sijakiona. Kwa hiyo tukafanya tukala mwaka ule, sherehe ikawa nzuri sana. Ndio hapo mmoja wao mwaka kesho hata kuwepo huyo. Kwa hiyo wakati sasa tumemaliza sherehe, mwezi wa pili, nikaanza sasa kusikia sauti zinasikilizisha, naambia unachokifanya ni kibaya, unachokifanya ni kibaya, unachokifanya ni kibaya. Nachokifanya ni kibaya, kutafuta mali ni au ni masheti nimekosea ya mganga, kwa labda zile sauti ni za mganga. Nikabidi sasa niendeko. Anambia hamna tatizo. Nikampigia ule njemba kusauka kwa nimefunga uvuvi, labda yale zile dawa nilizokifanya kibaya kitu gani? Bado hiyo sauti kanisumba. Sasa pale nilipokuwa naishi kulikuwa na zile dawa hizo nipa yule mzee, zilikuwa nimeweka katika nyumba. Sasa ikaanza kuinatokea nyoka. Sasa ile nyoka ikitokea, mke wangu anapiga kelele, maana ikiwa sipo sasa hawezi kulala ndani. Afu akija ili watu waiue ile nyoka, tayari inapotea. Nilipomwambia ule mzee, nikampigia simu, hasoni tatizo. Hasa kabidi niache ule mji nije kuishi kwenye ile nyumba ambayo nimeinunua Msumbiji ili kuepuka lile tatizo. Hasa hapo sasa ndipo nilijua Yesu yupo. Hasa nilipofika pale ile nyumba wote naimwa, kumbe alikuwa anaishimo tena mganga wa kienyeji. Kwa nilipofika pale mbele wanako mganga, waangaji wakawa wengi. Nikamwita tena yule kijana aitwa Njemba aje anizindikie. Nikamwambia naomba dawa tu moja bwana. Nataka dawa ambayo akija mchawi asitoke, yaani akutwe mpaka asubuhi. Hii ya kusema nazindika wala wanarudi, hii ndio nitasumbua hivyo. Wakikaa kaibishwa wawili hapa, yule akaambia dawa siwezi kutoa. Akaniunganisha na mzee mmoja anaitwa Shehe Yasin. Shehe Yasin akasema hana uwezo wa kutoa hiyo dawa mchawi, akayapa anaweza kubadilisha eneo liwe Kichuguu sijui mto. Niambia sitaki. Akaniambia ndakuambia uende wapi? Uende Rukwa, Sumbawanga, ndio kuna mtu huwa anatoa dawa za namna hiyo. Sasa wakati najiandaa sasa kwenda huko, nikapita tena mjini, nikakuta kuna mhadhara. Kulikuwa na mhadhara, na wakati walikuwa na mhadhara wasema Yesu analinda bure. Aliposimama ule mhadhiri wa Kikristo akasema, nashangaa watu mnahangaika sana, Waislamu tunakuja mje kwa Yesu. Yesu analinda bure. Yaani Yesu akisimama kulinda, unateseka nini? Yaani kama vile wameniona niko kwenye ratiba za kwenda wapi, za kwenda kupata hayo mambo. Sasa niliposikia Yesu analinda bure, ile jambo likaingia likauchoma moyo. Kwa nini tumia gharama wa jambo kizo anasemaga Yesu analinda? Kwa nini simjaribu huyu Yesu huyu? Sasa nitamjaribuje? Nitamwambiaje mke wangu? Tuambiaje baba mkwe wangu ambaye sasa ni imamu wa msikiti na mashemeji zangu wote, yani katika tumbo la mke wangu yeye kabisa wao aliyepata neema ya kumjua huyu Yesu ni yeye peke yake. Kwa hiyo nikasema nikiweka moyoni. Sasa nilipokuwa nimelala sasa usiku, nikasikia hilo jambo nalo ulifanya bana, na kama utaenda kulifanya hautaua mtu, utakufa wewe. Nikahisi labda ni mawazo yangu, nikashituka usingizini. Kesho yake hivyo hivyo nikashituka usingizini. Sasa nikaanza kuwaza ninawezaje kwenda kanisani, nilishasahau na ibada zinaendeshwaje. Kwa hiyo pale Msumbiji nilikohamia, hapa eneo moja anaita Kiloleli, kuna kanisa kubwa la KKT na vyo pale. Kulikuwa na mchungaji ambaye alikuwa ni albinism, ndio alikuwa pale. Nikaenda kumwambia mimi ni Muislamu, nahitaji mimi niokoke, silali sasa, niwezaje kuokoka? Akanichukua maelezo, hakunipa sala ya toba yule baba. Akaniambia Jumapili uje ibadani. Basi Jumapili nikatoka pale, kwa si mbali sana na hapo napoishi Kiloleli hapo. Nikatembea nikapeleka kanisani. Nikakuta wao na misa ya kwanza ni kama ilikuwa inaisha. Kwa hiyo nikajikuta misa ya pili ndo naingia. Kabidi nikae tu hapo. Kwa sijui ratiba, nikakaa nikasubiri mwisho misa ya pili kaingia. Ibada imeendeshwa pale. Kwa hiyo sikuweza kupita mbele kwenda kuzitubia dhambi. Nikasubiri labda mchungaji kuna kitu ambacho atanifanyia. Kwa hiyo yeye nikasikiza neno, baadaye wakaombea watu wakatawanyika. Nimetoka pale ibada ya jioni, nikakutana na mama mmoja, niambia natoka mama kanisa, lakini kama nahisi sijafunguliwa hivi.
Akaniambia twende kwenye kanisa nalo sala ambao ni EGT Msumbiji, kwa mchungaji mmoja anaitwa Aniseti Nkomwa. Kwa hiyo nilipofika pale nikakuta watu 5 tu. Nilipofika pale ile ibada ya pale, wakasema anayetaka kutubu. Nikapita mbele kutubu. Nilipopita pale mbele kutubu, wakanipa hiyo sala ya toba. Nikatoka, sikuambia kwamba mimi nilikuwa Muislamu sababu nilifika pale sikutaka wanijue. Nikarudi nyumbani. Sasa kitendo cha kutubu, sasa wachawi sasa ndo kama nimefungulia mlango. Kama ndo nimefungulia mlango. Sasa nikawaza nimeshaenda kanisani huko. Yule mzee huyu ni mwaka wa kutoa kafara. Na ile sauti ilivyonisumbua, nikaona kama nisingesikiliza maana ilikuwa nakufa kwa kweli. Maana ipini hata nikawa kama nachanganyikiwa hivi. Yaani mama hanielewi. Yaani mke wangu akaanza kusema amekuwa jao kwa sababu mambo hayajaenda vizuri, msongo wa mawazo. Kumbe mimi nasikia sauti inanitesa sana. Sasa nilipoenda kutubu sikumwambia mke wangu kama nienda kanisani. Ikabidi nimwambie unajua nienda kanisani. Akasema mimi naondoka. Siwezi kukana kafiri. Kafiri nikaenda nini? Hapana. Kwa hiyo ikawa kazi sasa. Naanza kumbembeleza mama watoto. Kwa hiyo ilichukua kama miezi 3, mama hanipikii, mke wangu huyo hanifulii, hafanyi chochote, amekasirika, anaingia muda anaotaka. Na mimi kale kaloko yule mganga bado kamo pale kwa nimepewa sala toba. Naweza nitamwambiaje niache? Kwa nini kwa sababu wale ndugu zangu wengine niliwaacha pale kwa ile nyumba, kwa nilihama na familia yangu. Mwisho sasa wana wakaanza kupata uzuru. Wakanikimbia wote, ifika mwezi wa 5 hivi wa 6. Wakanikimbia wote. Mwingine akarudi kwa familia, mwingine akapanga chumba, mwingine wakasambaa. Sasa mbona wamesambaa haraka hawa? Niliishi nao kwa muda. Kwa hiyo nikasema potelea mbali. Nikampigia yule mganga, bwana mimi nimeona huko niviache hivi vitu, sitatoa tena kafara, nimeona niishie hapo. Kwa nini imekuwaje? Kaambia kwa kweli mimi sasa nimeokoka. Kuna sauti ilikuwa inanisumbua. Kwa hiyo hilo jambo sitafanya. Akaambia utajua mwenyewe bwana. Hasa ngoja nirejee sasa. Wakati naishi Msumbiji, maana yake niendelea kusali hapo kwenye msikiti hapo ambapo ndiko kanisa lilipo jirani nao. Kwa kuwa nilivyokimbia kule, lakini nisali kabla ya kwenda kuokoka. Kwa hiyo wale wahadhiri wengine mmoja wao alikuwa anaishi Msumbiji. Kwa hiyo walikuwa wananijua, walikuwa wananitembelea, wakiniita shehe, ustazi. Kwa hiyo nilipoenda kuokoka, nikamwambia ila nikawa najificha. Msikitini ninaenda na kanisani ninaenda kwa kujificha. Siku moja nikakutana yule mama aliyeniambia nikaenda kanisani kwamba wewe utaishi kwa kutangatanga mpaka lini? Hapo nilikuwa nafanya hivyo kwa kutaka mke wangu angalau anielewe. Sababu hataki kuwa kafiri yeye. Kwa hiyo mke wangu miezi 3 akawa fanya chochote. Nikawa nawaza nitaubadilishaje moyo wake. Sasa kulikuwa na kiongozi wa vijana, akawa ananitia moyo sana. Mtumishi usiogope, Mungu yupo. Huyu Yesu analinda bure. Sasa ambacho nilikifanya sasa, yule mchungaji akamwambia bwana mimi nimekuja kusali hapa. Ila lengo la kusali hapa nimesikia Yesu analinda bure. Sasa kama wataendelea kunisumbua wachawi hawa, maana yake Yesu halindi. Kwa hiyo kama wataendelea kusumbua, wanaingia wanasumbua, ndio Yesu halindi. Akaniambia inabidi usije kufunga. Sasa watu wanafunga mpaka siku 30 mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo kufunga kwangu mimi masaa 12 ni jambo la kawaida. Akaniambia sasa ndio ufunge masaa 24. 12 umeyazoea, ufunge 24. Kama 24, ndio yani unafunga muda ulioanza kufunga kuna kucha utakula kesho usiku. Namba nikifanya hivyo Yesu analinda kweli nikafunga. Sasa akaniambia jitahidi sasa ibada za kati nilikuwa nazikwepa. Kwa nini mimi naenda msikitini? Na Jumapili nakuja kama vile nimevaa kawaida na chopokea kanisa hapo nikitoka sitaki mazoea. Kwa kuwa pale ndipo ndio mtaa naoishi na mashehe wananijua na marafiki zangu wengi ni Waislamu. Ila wakiwakuta wakisema ni urafiki tu wa kawaida. Akaniambia jitahidi ibada ya kati ya Ijumaa ndio wako na ibada ya maombi uje. Kwa hiyo kweli ikabidi niende. Na nilipoenda pale nikawa kwenye maombi tukaomba. Nikamuuliza mchungaji, hunipi chochote? Angalau kajitu ambao nitaweka ndani nijue kuna ulinzi.
Na mke wangu ambaye ndo mchungaji ananiambia, wewe umechoma vyote huko, umechimbia, umefukua wewe. Hivi kweli wanaenda kudanganya Wakristo wanishiki bila kitu chochote? Huwa kuna vitu bana wanapeana wao hawajakwambia vizuri. Nenda kama kuna kitu atakupa. Yaani ambacho imani yangu ikae pale. Hapo nitaanza kuelewa. Lakini mmemoa yote, unafikiri tunaishi tu kwa hivi, tutarogwa, tutakufa hapa. Ni kama mchungaji, unipe chochote. Yaani kama unipe chochote napoteza familia yangu. Na mimi na mashaka kwamba Yesu atanilinda bila chochote. Ina maana nyoa kitu hamna lijito ambalo mnalisemea jina Yesu manuio, mnampa mtu kachimbia ukafanya hivi. Yule mzee nampenda sana baba yangu wa kiroho huyo. Akaniambia sisi wa Kristo tulichonacho ni neno peke yake. Ukiamini utalindwa. Wewe amini tu. Akaniambia wewe azimia moyoni kwamba Yesu atakulinda. Sasa nilipofika nyumbani na mimi nikajenga imani zangu. Nikasema Yesu, kama nasikiaga unalinda kweli, kama hujawahi kulinda watu, taanza na mimi. Na kama nitarogwa, kama watoto wangu watachezewa, kama yule mganga ambaye alikuwa anaenda kutoa kafara atanidhuru, basi utakuwa wewe Yesu huna nguvu na nitakuchukia maisha yangu yote Yesu. Kwa hiyo ninasema na maanisha kwa uchungu kweli kweli. Sasa wiki ikapita. Ya pili ikapita. Nikawa sioni tena zile nguvu za giza za kwa njia za uchawi zikisumbua tena. Nikasema hivi inawezekana kweli? Nikamwambia mama, kubakiza dawa yote utupe kabisa. Akasema sikubaliza, kumbe kuna chache alikuwa amezificha. Nikamwambia kama kuna chochote tupa. Yule mama kanisikia, ila haendi kanisani. Akawa ananifulia sasa, ananinyoshea nguo. Lakini nikawa sijaweka wazi kwa watu kwamba nimeokoka. Lakini tuanza kuona ulinzi sasa, yale maruweruwe hayapo tena. Hivi kumbe huyu Yesu anaweza kawa analinda kweli eti? Nilimwambia mtume, kwa kweli sasa hivi sioni yale maruweruwe. Akasema sasa inabidi ushuhudie kwamba umeokoka. Na wakwe zako waambie, yani upande wa mke wangu, niwaambie kwamba mimi sasa sio Muislamu. Mimi ni Mkristo. Wale mashehe wale majirani zako pale. Na mke jirani niliko pembeni na mimi kidogo kwenye mji wangu. Kuna kuna madrasa ilijengwa. Kwa hiyo kuna mkufunzi wa Kiislamu ambaye huwa anafundisha watoto pale. Kwa hiyo niwaambie wale wote nimeokoka, maana yake wasinifuatilie. Sasa kazi ilikuwa ni ngumu kwenda kumwambia baba mkwe imamu mimi nimeokoka, mimi ni Mkwirima. Ilikuwa ni kazi kubwa. Sasa tumeenda tunafika kama mwezi wa 8 hivi. Mke wangu akasema na mimi nitaenda kanisani siku moja nikaangalia hao warokole makafiri wanafanyaje nini, ibada zao zikoje. Nikasikia kulikuwa na mama mchungaji msaidizi akaniambia endelea kwamba atakuwa nakuambia mkeo ataokoka. Alikuwa anatia moyo. Sasa nilikuwa nataka siku zile bado na zile roho za kule ambao mwanamke kama kuelewi ni unampa tu talaka sababu ameshindwa kukusikiliza. Na talaka za wenzetu kidogo ni nyepesi sana kuzitoa kuliko upande wa huko tuliko wa Kristo. Huko hakuna talaka bwana. Wewe unanisikiliza? Talaka za huko ni kifo. Ndio talaka hiyo. Kwa hiyo nikawaza nafanyaje? Mama aliponiambia nitaenda kanisani akajua nimepata pa kuanzia. Kwenda akaenda kanisani. Walipoomba akaanguka pepo. Akafunguliwa. Alipofunguliwa nikaona kama sasa ameanza naye kupenda zile nyimbo. Yeye akapenda tu kwaya. Yaani akawa anaenda kanisani kwa ajili ya kwaya tu. Nikafurahi sana. Sasa tusikae hivi mke wangu, twende kaambie ndugu zako, sababu sisi ni wanadamu. Ikitokea ukafa wewe, kukuzika itakuwa kazi. Na ikitokea mimi nitakufa, manake ibada ya maziko italeta mgogoro, sababu watakuja Waislamu watataka kunizika Kiislamu. Na wewe watataka kuzika Kiislamu. Na Wakristo ambao tunasali hapa sasa na watataka tuzoje tunagombanisha watu. Hebu twende kwanza tuambie wazazi. Tukimaliza kuambia wazazi wako, sasa wazazi wangu kule wao ni Wakristo, kuacha yule baba mkubwa ambako Uislamu ndiko uliko niingilia. Na hapo wewe pia bado sasa hujatekeleza lile ambalo uliambiwa na mchungaji kwamba uwaambie kwamba umeokoka. Ulikuwa bado hujamwambia hata baba mkwe, si ndio? Yes, sikuwa nimemwambia baba mkwe, nilikuwa sijawaambia hata wale mashehe. Ila wachache waanza kupata fununu. Na kwa kuwa nilikuwa niko kwenye lile kundi la wahadhiri, walikuwa wanaanza kunifundisha sasa. Tukawa tunaupinga Ukristo. Kwa hiyo walikuwa wananitembelea, ila wachache waanza kuwa na mashaka. Maana mahudhurio katika msikiti yalipungua. Manake zile swala 5 sikuzifanya.
Kwa nikifanya moja nitapotea, kesho kutwa ndio naonekana moja, watu wengine nakatisha wiki hawajaniona. Na kule pia kwa na uzuri, lakini si kwa kongo kile. Kwa nikajikuta nikienda huku wiki hii natulia, wiki nyingine naenda huku. Nikiwa nawaza nitamwanzaje baba mkwe. Kidogo baba mkwe ni mtu aliyefanikiwa, ni mtu aliyefanikiwa kwenye mambo ya fedha. Mambo ya fedha, ni mtu aliyefanikiwa. Kwa hiyo mke wangu sasa, ambaye baba yake huyo amefanikiwa, alikuwa anawaza tukienda kumwambia baba, ninavyomjua baba yangu, baba yangu mzee Abubakari Abdul Kadri ni mkali sana, kuna hatari hapa, yani nikatengwa na familia yangu. Nikamsi, akapatikana mama mmoja akamtia moyo. Kwa hiyo nikachukua watu wawili, kijana mmoja alikuwa anaitwa James na mchukua na mama mmoja alikuwa anaitwa Doreen, tukaenda kwa baba mkwe hapo Kirumba sokoni, karibu na kuna shule ya Kiislamu iko pale ya sekondari. Kwa hiyo tukaenda kumpasha habari. Pembeni yake katika mji wake pale walikuwa wanauza mabondo na biashara zinaendelea. Tukaingia getini, tukaingia ndani. Akatukaribisha akiwa anajua ameingia ustazi. Na kama unavyojua na mama wa Kiislamu watu wengine kwa habari zile za baba huwa hatakiki kuwa karibu na wababa. Kwa hiyo labda wakaribishwe kwenye lile jambo. Kwa hiyo nenda mwanaume, mimi tukakaa pale na baba mkwe, na kwa kuwa ni mama anazingatia sana utaratibu wa dini. Kwa hiyo mke wangu akaenda kwa mama yake kule, akanafanya nao huko. Kwa baadaye sipofika muda wa mazungumzo nimeweza kula. Kaambia nina cha kusema sasa, nihitaji mama mkwe awepo na mke wangu aje na mashemeji kama wapo. Sasa akafikia ni nini? Kaambia nini? Kaambia ni jambo zuri tu. Na kwa kuwa yeye mwenyewe ndiye alinifundisha ndoa, tulifanya ndoa kubwa hapo hapo msikitini hapo, tukafungishwa hapo, kwa sherehe ikafanyika kubwa. Kwa hiyo alikuwa anajua anazungumza na Muislamu kwa saa hiyo, kumbe sio Muislamu, sasa ni Mkristo ambaye sasa anamleta Kristo kwenye nyumba yake, ambaye hajawahi kutajwa hapo. Na ilikuwa ni mtu ambaye anadhamini hii mihadhara ili Yesu atatukana, Yesu sio Mungu. Na ngoja niseme kwa Mkristo unanisikiliza, nikuja kugundua kumbe Wakristo wengi hawana uelewa wa Kristo kabisa kabisa. Kuna Wakristo wengine wako wanasema Yesu ni Mungu, akikaba wasema mimi nasema tu Yesu sio Mungu, hawezi kuwa Mungu huyo. Kuna Wakristo wengi walibadilishwa sana. Wakristo wengi elimu ya Kristo hawana. Ndio maana sisi wahubiri, niseme mnaosikiliza na wahubiri mnaosikiliza, watumishi wa Mungu, makuhani na walimu na wainjilisti, tuna kazi ya kufanya. Unaweza ukawa unamwona mtu yuko kanisani kumbe haelewi chochote kabisa. Basi tulipofika kwa baba mkwe hapo, sasa kikao ikaja, ikabidi sasa nitamke rasmi kwamba baba mkwe, nakushukuru ulinizalia mke mzuri, na kwa mke wangu nampenda na hakuna mwingine kama yeye katika maisha yangu. Na wewe najua unampenda uliye naye, na mpende mkeo, mfurahie na mfurahie na mmeo pia. Kwa hiyo naambia mimi sasa, tukaangalia na mke wangu, akataka kuniambia usiseme. Na baba mkwe ni mtu wa Bukoba, watu wa dini. Hafa amepanda juu na mimi mwili wangu mdogo mdogo huu. Nilienda ndani nikaangalia kifua, unajua watu wachelewa kutoa watajambia. Na kidogo niona kama mazoezi alikuwemo lakini si sana. Nikaangalia shemeji ni daktari yuko hapo. Kana mazingira vipi? Sasa wakati naanza nikasikia moyoni, uliye naye ana nguvu. Usione aibu kwa watu, sababu huyo anaweza kukuonea aibu kwa watu na hata kwa Mungu pia. Kama nasitoka tena, nilitaka kusita. Kaambia Bwana, kuanzia leo nimekuja kukupa habari. Mimi mkulima wako Amiri. Ndio maana Amiri naenda kulitumia sababu ndio limezoeleka hapo na Uislamu unaenda Amiri. Mchungaji Amiri ndio linaendelea. Ila nina jina niliobatizwa ninaitwa Anderson. Lakini kwa kuwa Amiri ndio linajulikana, Amiri ameokoka, Amiri mchungaji, kwa ndio wengi wanalitumia. Kwa hiyo nikamwambia Amiri unayemwona leo sasa ni Mkristo. Mimi nimechagua kuwa Mkristo, nimeokoka, kwa nampenda Yesu. Kwa hiyo mzee, nimekuja kukupa tu taarifa kwa kuwa ni baba yangu. Unisikizia la. Yaani kama vile mzinga wa nyuki umetupiamo kajiwe. Akasema umesemaje wewe? Yaani nimeacha kazi zangu, nimeita mwanangu, mke wangu hapa. Sijakusikia, hebu rudia.
Nikamwambia kama uliposikia baba mkwe, nikapiga na magoti. Mimi leo amiri wa leo, nimeokoka, nampenda Yesu, nimeona niwe Mkristo. Sasa tukawa tumezaza kwa leta wa Kristo. Mimi nimeona ni Mkristo, sio Mkristo, ni Mkristo. Akaza mama mke wangu alikuwa na jina la Kiislamu kabla kubatizwa, anaitwa Shani. Mama Shani, umemsikia huyo? Hebu ongea kusikia ya pili hiyo. Nikarudia. Shemeji akaniuliza, hivi shemeji una akili timamu? Gamba ewa nazo zote kabisa hapa zimekamika, na wale sikuwahi kuugua kichwa kwamba siku moja wewe kurazwa eti nimechanganyikiwa. Ninazo timamu kabisa. Nazo timamu uzuri, hata shuleni nilikuwa nafanya vizuri. Wewe ninaamini akili zangu. Niko sawa na maamuzi yangu hayo. Niko sawa, lakini huyu Yesu jamani sikupenda kumpokea. Kuna vilivyo nitokea sauti kwanza inasutisha. Lakini sasa nilipompokea nikaona sasa ulinzi wake, nikaona kumbe Yesu mzuri hivi, kwa ninampenda Yesu. Kwa hiyo mimi nimeshakuwa wa Yesu. Akamgeukia mwanae akamwangalia. Anasema wewe sikuzai. Wewe sikuzai. Kwa kuwa sikuzai, wewe ni kafiri mmoja mpumbavu sana, mzuri tu tena, ambaye mpumbavu mzuri tu. Yaani mimi nakaa kikao unaniletea habari kama hizi. Anaongea mengi sakafula, nafanya mengi kwa utaratibu wa imani. Yaani anasikitika sana. Lakini alivyoangaliwa kiwango akawa ameinama, lakini alienda amejitanda, sababu ndio kanuni ya Uislamu. Na kuna zile nguo ambazo anazo za Kiislamu. Akaambia, na wewe unasemaje? Kwa na wewe kweli huyu amekuwa kafiri lini? Na baba akaa kama namsupport, amekuwa kafiri muda mrefu mbona? Sasa mbona usema unakana kafiri wewe? Hauna umeshakuwa kafiri. Sasa baba, unajua ndoa kwa kweli nimeshazaa watoto. Kisha uko na watoto watatu sasa. Mtoto kwanza ni Totoni, Gilbert na Suzi. Kwa hiyo nimesema hivi usishangae mbona hawakuwa na majina ya Kiislamu. Kwa hiyo sasa nilipofika pale, alipofika mama naulizwa, mimi nasema kwa kafiri muda mrefu. Na umekuwa kafiri. Sasa mimi na familia na watoto baba. Sasa niliona nikijitambia niache watoto. Kwa hiyo niliogopa sana. Kwa hiyo sasa na mimi nilianza kuwa naenda kanisani. Ya mama yake akasimama. Unasemaje Shania? Umerogwa? Umerogwa? Umekuwa mwevu? Sisi ukoo wetu hakuna Mkristo hata mmoja. Wewe unaongea nini wewe? Akaniangalia yule mama ambaye tulienda naye Mkristo, akamjitie nguvu. Akamkonyeza jitie nguvu. Sema kweli niliona niokoke. Hata hivyo kwa kweli sasa hivi kidogo tunaona usalama. Akasema sasa sikiliza. Wewe mkulima, mlango leo ingeleo naona ule. Niambia yeye naona ule pale. Na nyewe wapumbavu wenzenu nyinyi. Wewe kijana sijui msiku unaitwa James, na wewe mama sijui unaitwa nani wewe. Sasa sikilizeni. Kuanzia leo sina mkulima. Kuanzia leo sina mjukuu yoyote. Na wewe binti sikiliza. Kuanzia leo unabaki hapa. Wewe ndio kwenye ukafiri wako huko. Binti anaanza kulia. Baba unajua. Sasa ni unabaki hapa. Sasa nilivyosema unabaki, kamoyo kakapika pa. Nikajikakamua kidogo. Akasema baba Mungu nikuombe radhi. Sisi kuwa kule kwa Kristo kule haimaanishi tutakuwa ndugu. Nikamwambia hapana. Ndugu endelee. Sisi acha tukae kule. Maki nikienda kukaa kwenye Uislamu, sitaenda peponi kwa kuwa niko na kutia moyo wewe. Unataka niendelee kuwa Muislamu. Sitaenda peponi kwa ajili yako wewe. Nitaenda peponi kwa matendo yangu. Sasa kama nitaenda kwa Uislamu huko unafanya nini? Sasa nitaendelea kuonekana Muislamu nitakuwa au Uislamu na ruhusa hayo. Anambia yani utajua mwenyewe. Na bora ni ukiwa kule kama nitashindwa kwenda mbinguni iwe sababu yangu nisikuramikie wewe mzee. Na mtoto wako sija kawamikia sababu mambo ya peponi ni ya mtu bwana binafsi. Akasema binti yangu atoke hapa. Sasa kabini nije naambia mzee, kumbuka hii ni nchi pia, ni nchi yenye uhuru wa kuabudu. Kwa hiyo mtu anaoweza kuchagua imani aipendayo maadamu amefikisha miaka 18. Sasa mimi na mke wangu ni watu wazima.
Nikianza ndio kuwa baba mkwe, lakini tuna uhuru wa kuchagua wapi tumependa, wapi tumeona tutapata msaada. Kwa kigezo hiki mke wangu yuko sahihi, maana tayari ni mtu mzima huyu, na kwa habari za imani mtu alikuwa afanye kwa utashi wake. Maana sasa kwa mujibu wa sheria na katiba yetu ya nchi ni kama sasa unataka kutulazimisha kwamba kwenye mambo ya imani tuamulie. Nilikuwa nakuomba mzee, wewe ni baba yangu, nakuheshimu kama baba yangu kabisa, tuache tukamtumikie Mungu. Akasema haiwezekani. Mzee tutakuwa na kuambia, akasema wewe duara mwewe, duara ukuku alimgusi mwewe, wewe utanisaidia mimi masikini, kwanza una hela, huna mbele wala nyuma, kafiri mkubwa, utanisaidia nini wewe? Niambia mzee, naweza nisikusaidie fedha, lakini maombi yangu yakakusaidia hata kama hutajua. Mama akasema mimi sibaki, mimi siache watoto wangu baba, bora niue kabisa. Akaanza kulia. Kwa hiyo pale mzee akawa amekasirika, akatufukuza. Sasa kuna soda ilikuwa tujazimaliza, zimefika katikati, tuliziacha. Kwa hiyo mzee alikasirika aliposikia binti amesema mimi, akasimama, unasema nini? Mama akasimama, shemeji akasimama. Kwa hiyo ikawa ni vurugu pale. Sasa natoa dakika moja nisione sura ya mtu hapa. Kwa baadaye akasema naenda kuweka matanga kabisa, nitahesabu siwe kuzaa mtoto wa kike. Basi tukamaliza hivyo, tukatoka mle, tuna hema kweli kweli. Hapo nimefupisha, ilikuwa ni jasho lilitoka kweli kweli, lakini tuenda usemesha huyu hawa hakuongea chochote tena, wale wangeongea wangepigwa hata kofi. Kwa hiyo tukawa tumepanda gari kuelekea Msumbiji. Hapo tumefika hapo. Sasa kazi kabaki sasa kuambia wale mashehe rafiki zangu na Waislamu wenzangu wale wa nyuma huko kipindi hicho, kuambia mimi nimeokoka. Kwa hiyo nikabidi sasa nimwambie shehe aliyekuweko hapo, alikuwa anaitwa Asumani. Nikamwambia Asumani, mimi kwa sasa sio Muislamu, mimi ni Mkristo, nimeokoka, nampenda Yesu. Sasa siko mbali, ninasali kanisa kule mbele inaitwa EAGT Msumbiji. Hasa kulikuwa pametokea shida kwenye msikiti, wamepigana wakagawanyika. Ndio ule msikiti sasa uliogawanyika uko jirani na lile kanisa hapo ninakochunga. Wao walienda pale wakafanikiwa, watu waliwasapoti, wakajenga msikiti haraka, wanasaidia, wasema wao jinsi wanavyosaidiana duniani. Kwa hiyo wakawa wamejenga haraka msikiti. Kwa hiyo ikawa msikiti miwili ambao haiko mbali sana. Kwa hiyo ninakotumika ni katikati ya msikiti huko ambao uko Msumbiji hapa center, na huko ambao uko hapo jirani na kanisa. Kwa wale wote walikuwa eneo moja. Kwa hiyo nikamwambia mimi nimeokoka, kwa sasa sio Muislamu. Akasema wewe mbona umepotea wewe? Dini ya Mwenyezi Mungu naiacha. Nikamwambia nimegundua dini sio ya Mwenyezi Mungu. Nimegundua Mungu hana dini. Ile wanadamu ndio wana dini. Sasa kama Mungu ana dini, anamwabudu nani? Ila Mungu ana watu ambao watu wenye dini, hizo dini ndizo zinazomtafuta huyo Mungu. Akasema wewe umeshakuwa kafiri mkubwa wewe, ufai kabisa. Kwa hiyo nilipomwambia shehe, nafika akamwambia baadhi ya Waislamu, wasema sasa wakaanza wananiona niko nashuhudia. Siku moja sasa ukaletwa mhadhara wa Waislamu wa Kristo hapo msikitini. Nikakaa upande wa Wakristo wao hapo msikitini, na wakanitambulisha. Ndipo alipojua kumbe wao ambao walikuwa hawajui kwamba sasa amiri sio Muislamu, amiri ni Mkristo wanavyoita wao. Na hivyo sio hapa, nikajenga tu hoja moja tu kulingana na jinsi ambavyo kwa maelekezo ya walimu kipindi hicho. Lakini bado sijavijua. Nikaanza kujifunza mafundisho ya Simbaulanga yalikuwa yanaitwa Biblia ni Jibu. Hapo ndipo kidogo nikaanza sasa kupanuka katika habari za Mungu. Kaenda hapo karibia miezi 6. Kwa baadaye sasa nikaanza kuendelea kufanya kazi zangu. Sasa kule biashara kwa imebaki kule. Sasa hayo yote maki hivyo kata ule mai kama kibanda, ilibidi watoke kule. Nikawa ninao hapa mjini. Sasa nilipokuwa nao mjini, heli iliyobaki kule, yule mdogo wangu kwa naye nikawa mnunulia kiwanja Kiseke. Kwa kuwa nimetumika naye, ilikuwa simpi mshahara, naomba wewe kiwanja chako kama kukushukuru iki hapa. Kwa sasa nikaanza kuendesha biashara hapa mjini. Nikafungua duka Buzuruga hapo. Nikawa sasa ni Mkristo tu wa kawaida. Ninasali,
afu nafanya biashara zangu. Kwa hiyo zile kafara, yale madawa nilishachoma, yule mzee alishamwambia sitakuja, sitafanya. Basi na wale watu walishaondoka. Kwa hiyo ule mfumo umeshabadilishwa sasa na Yesu. Kwa hiyo nikaendelea sasa kuwa mshirika. Nafikiri 2010 nikateuliwa kuwa katibu wa vijana pale kanisani. Sasa nikawa na wivu wa Bwana. Sasa nije kwa Wakristo kidogo, mnaonisikiliza. Nilipokuja kwa Wakristo nikagundua Wakristo wana ujinga fulani. Nikatambua ni kama mtoto anakaa Ikulu anaweza kafa na njaa. Kuna Wakristo wamo ndani ya Ukristo kwa sababu ya baba na mama, lakini Ukristo wamemweka pembeni. Hapo niweza hao Wakristo wakoje? Mizaha ni mingi, hawako serious na huyu Yesu. Nikatambua kumbe kuna andiko linasema hawa makahaba mnaoona leo watawatangulia katika ufalme wa Mungu. Kumbe kuna Wakristo wa aina tatu ambao nikuja kugundua sasa katika Ukristo huo. Kuna Mkristo mwingine ambaye yuko anamtafuta Mungu na anaendesha mambo yake kwa imani ya Kristo. Na mwingine Mkristo yuko pale kwa sababu ukoo wao ni ile dini. Yuko Mungu. Na Mkristo mwingine yuko mle bado anafanya ile ushirikina, bado anafanya kile kitu, ni mzinzi, ni mwongo, wanafanya. Kwa hawa niliwakuta mle kwenye ile kanisa. Nipoanza kutoa zaka ya kwanza, mmoja akaniambia, "Tumishi Yesu unatoa zaka." Niambia, "Kwa nini bwana? Yeye yumo mle hatoi zaka." Sasa kingine ambacho nikuja mpaka nikaogopa sana, kwamba Ukristo ni njia sahihi kabisa ya kumfikia Mungu, au ndio njia sahihi katika ulimwengu wa roho ya mtu kuzaliwa katika ulimwengu huo. Pia Ukristo ndio imani ya kweli kabisa, ni imani ya kweli. Lakini Wakristo wengi ni jina kwa nje, lakini ndani hawajasimama katika imani. Kwa hiyo nikaanza kuwa nashangaa, Wakristo wakoje? Mbona Yesu ana vitu hivi vizuri hivi afa wao hawavioni? Kwa hivyo wakuta hizo naanza kuwapita, ni wakuta kanisani, unakuta mtu kanisa hajui kuomba, unakuta mtu kanisani hajui kukesha, unakuta mtu yuko kanisani hawezi kumshuhudia hata jirani yake. Sasa nilivyoingia mle ndani na kwa mambo kwa nimefanya mengi, sasa nijikuta nina deni mbele za Mungu, kuna kitu lakini nifanye. Nikasema kuna kitu lakini nifanye. Mwenye kuta nashuhudia sana. Kwa hiyo nileta vijana wengi kwa Yesu. Kwa hiyo nikawa katibu wa vijana. Nikaanza sasa kuratibu mikesha ya vijana, na tukajaribu kwa tunafanya semina za vijana. Tumeendelea hivyo. Basi kanisani pale wakanitoa eneo hilo 2012, wakanifanya kuwa shemasi kanisani. Nikaenda kutumika, nimetumika mpaka 2010 kwa ngazi ya kishemasi. Nikaondolewa pale, nikawa mwenyekiti wa baba. Mle kuna wababa wakubwa. Kwa hiyo nikawa mwenyekiti wa baba hapo kanisani. Lakini 2013 alipoepo katibu wa mama akaonyeshwa, akaniambia nimeonyeshwa unachunga watu. Sikujali sababu mambo ya kuchunga havikuwemo kichwani mwangu, wala sikuwahi kufikiria wala kuwaza. Na nilimkemea kwa kweli, nilimkemea yule mama. Nikamwambia, wewe omba vizuri, mimi nichunge watu wapi na wapi? Kwanza sijasomea mambo ya kichungaji. Niwezaje kuchunga watu? Yule mchungaji msaidizi, baada ya kuwa nimeteuliwa katika kanisa kuwa mwenyekiti wa baba, yule msaidizi wa mchungaji msaidizi akaniambia, nimeonyesha unachunga watu wewe. Nikamwambia mimi hiyo jambo sidhani kama lipo. Kwanza nitachunga, nichungeje? Sivijui vinaanza wapi vinaenda wapi. Na mimi nilikuwa nimependa kuwa mshirika huyu mwaminifu. Niwe nafanya kazi zangu, natoa sadaka na kusapoti kazi ya Mungu, sababu ni kijana ambaye nilikuwa na ndoto. Sasa ninaanza kuona maisha yanajijenga. Kazi yangu kwa ninapanga kusapoti kazi ya Mungu na kufanya yanayotakiwa nyumbani mwa Mungu, lakini niendelee kuwa mshirika. Kwa hata bazile nafasi nilikuwa nagogoa sana mchungaji. Mfano ushemasi, naambia mzee, mimi siwezi mimi. Wamo watu wasema unavyoonekana unajitoa, unaonekana kuna kitu bwana, hebu mtumikie Mungu bwana. Kwa hiyo nilijaribu kumwambia mzee, mimi najiuzuru. Anapo kijiuzuru, ujue usiku kama unaniambia mimi ni Mungu aliyekuchagua. Sasa wewe panda ngazi ukamwambia Mungu nimejiuzuru. Kwa hiyo nikaweka kama mbaridi ili nisiwe kwenye nafasi, nibaki tu katibu wa vijana kwenye ule ushemasi.
mzee kangana, na waliponipeka sasa nisimamie vikao vya wazee wa baba wa kanisani, humo wamo kipindi hicho wamo madokta, wamo watu wana elimu zao humo, afu mimi ndio niwe baba sasa, niwe naweka mipango na waambia kama kiongozi wa baba tufanye 1 2 3. Wengine wameokoka muda mrefu, wafanya kazi jiji hapo. Kwa hiyo nikaanza kuogopa hao wazee, nitawaambia nini kama mwenyekiti wa baba? Mchungaji ananiambia usiogope, Mungu atakupa cha kusema nao, tengeneza tu, Mungu atakupa maono, utafuta nini cha kufanya.